Naitwa Gregory Magova, ni mkazi wa kijiji cha Mgama, lakini pia ni jirani wa katika eneo hili ambapo umetokea msiba wa watu watatu ndani ya nyumba moja, ambapo ni baba mwenye nyumba, mke pamoja na mjukuu. Labda kiufupi tukio hili lilitokeaje? Ilikuwa siku ya tarehe 14, siku ya Jumamosi, majira ya saa 7 na dakika kama 40. Tulisikia kelele hapa jirani zinazoashiria kuna tukio ambalo sio la kawaida. Basi tulipokimbilia tuliweza kukuta mazingira ya ndugu hawa wenye nyumba wakiwa wameshafariki ndani ya hizo nyumba. Kwa hiyo basi ndugu hawa, baada ya watu wa usalama kufika, waliweza kutoa maelezo wakishirikiana na wataalamu wa afya kwa maana madaktari, na kubaini mambo mbalimbali ambayo yaliweza kuwasababishia umauti huo, ikionekana kwamba kuna sumu pia walikunywa, lakini mbali zaidi wawili, kwa maana baba aligongwa na kitu kizito sehemu ya kichwa, na pamoja na mtoto mdogo ambaye ni wa darasa la 2 aligongwa na kitu kizito na kisha kunyweshwa na sumu, lakini mama inaonekana kwamba shingoni alikufa kwa kukosa pumzi baada ya kukabwa na kamba. Kwa hiyo hizo ndizo taarifa ambazo tulizipokea hapa kama mrejesho wa wataalamu wa afya baada ya kuchunguza. Lakini mama yetu ama familia hii tunawafahamu. Mzee wetu Gaspari Rusasi ambaye ndo baba mwenye nyumba hii, nakumbuka mpaka mwaka 2004 alikuwa ni mwenyekiti wetu wa kijiji cha Mgama, ambapo aliweza kufanya mambo mengi sana katika uongozi wake. Jambo kubwa na moja ambalo nalikumbuka, mzee wetu aliweza kutusimamia kwenye uanzilishi wa ujenzi wa shule ya msingi Katenge, ambayo mpaka sasa ina miaka karibia 8 hadi 9 tangu imeanza kuwatoa wanafunzi wa darasa la 7. Bali na hiyo, mwaka 2019 mzee wetu bado, kutokana na mapenzi mema ya wananchi, walimrudisha na kuja kumpa tena ujumbe wa halmashauri ya kijiji kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kama ilivyokuwa hapo awali akiwa mwenyekiti wa kijiji. Bado alihudumu kwa miaka 5 mpaka 2024. Lakini nje hapo mzee wetu alikuwa ni mkulima. Upande wa mama yetu alikuwa ni mjasiriamali na mwanzilishi wa masuala ya vikundi vya kina mama ya kuweka hisa, kukopeshana na masuala ya kujitegemea kwa kina mama hapa katika kijiji cha Mgama. Kwa hiyo alijishughulisha na masuala ya ufugaji wa kuku, kilimo cha mazao mbalimbali ya biashara katika kijiji hiki cha Mgama akiwa hapa nyumbani. Mbali na hapo, mtoto huyu Levan Mfikwa alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 2 katika shule yetu ya msingi Mgama. Kiufupi hivyo ndivyo ninavyoweza kuwatambua hawa ndugu zetu waliotutoka kwa sasa. Asante. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Naitwa Tumaini Kalolo. Huyu awa marehemu ni majirani zangu, wametuhuzunisha sana tuliposikia tukio hili. Kwa kweli akili zetu hazikuwa zinafanya kazi kwa namna ambavyo misiba hii imetutisha. Kama mimi jirani yao, kwa kweli nikianza na Gaspari Rusasi ambaye nilimfahamu miaka mingi akiwa mzee maarufu, na kabla ya umauti wake miaka ya nyuma aliwahi kuwa mwenyekiti wa kijiji, na kijiji chetu ni kweli aliongoza vizuri sana.
Wananchi tulimpenda na hadi pale alipoweza kustaafu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa Mama Sepila ni mama aliyekuwa jasiriamali mzuri, anapambana kama mwanamke, anaunda vikundi mbalimbali wakati wa uhai wake na alipokuwa na nguvu za kufanya kazi. Na mpaka sasa ni kweli ametuhuzunisha, kifo chake kimetuhuzunisha, kimetupa majonzi makubwa mno kwa umauti wake uliomkuta. Na huyo mtoto mdogo ambaye ni Leivani, hakika mtoto alikuwa ni mwanafunzi, na mtoto katika mtaa wetu alikuwa na upendo, anaenda kucheza michezo na watoto wenzake. Lakini tunashangaa, tunaambiwa jamani, katika hii nyumba watu wote watatu wamekufa. Hicho kitendo kimetuhuzunisha, hatujajua ni nini kilichotokea mpaka sasa. Imetuacha kwenye fumbo kubwa ambalo hatuwezi kulifumbua kwa haraka. Kama wagonjwa wapo na wanajua ndugu yao wanaumwa, ni vizuri kwa hali na mali wapambane ili kuweza kumpeleka ndugu yao kwenye vipimo, na tunao madaktari, tunao washauri wazuri ambao wakishauri basi yule ndugu atapata matibabu na kuhudumiwa, akawa anaishi kwa furaha na amani na utulivu kwenye mji wake na ndugu zake. Sisi majirani, ni kweli Sabinapila amekuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu, kwa vile mimi nilipokuwa naangalia kama mwaka mmoja hivi umepita, hata na zaidi kidogo, ingawa hakuwa wa kutisha sana kwamba mtu yani amechanganyikiwa sana. Sisi tulikuwa kuna wakati tunaongea naye vizuri, ila kuna wakati ni kweli ninavyomtazama nilikuwa naona huwezi kaongea naye kwa muda mrefu, basi anakuwa amepoteza mwelekeo. Je, wewe ni mkazi wa mkoa wa Iringa au nje ya mkoa wa Iringa? Sikiliza nikupe habari hii mpya kabisa. Huenda unatafuta kiwanja kwa ajili ya makazi au sehemu maalum kwa ajili ya mashamba ya mjini, yani urban farms. Sasa iko hivi, itakuchukua mwendo wa dakika 10 tu kufika eneo bora kabisa lililopimwa na lenye mpangilio bora kwa ajili ya makazi na uwekezaji. Yani ni kilomita 5 tu kutoka Iringa Manispaa. Eneo hili lina viwanja vinavyopatikana Ikonongo, kata ya Mkwawa, alimaarufu kama kwa Mchina, na gharama zake ni nafuu mno, kwani kuna kila aina ya huduma za kijamii, yani maji, umeme na barabara. Eneo hili lina ukubwa wa mita za mraba kuanzia 67,000 hadi 119,054 na linapatikana karibu kabisa na chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa na eneo inapojengwa kampasi ya UDOM Iringa. Ukihitaji viwanja kwa ajili ya makazi, utauziwa kuanzia mita za mraba 600 mpaka 1248. Eneo hili lina mandhari bora kabisa na tambalale, na kama unataka kuwa miongoni mwa watakaobahatika kupata eneo hili lenye mvuto na utulivu bora mkoani Iringa, basi wasiliana na The Icon Real Estate and Commissions Agents wanaopatikana jengo la Law House karibu na hospitali ya Cosmopolitan iliyoko Lugalo, Iringa, kwa simu ama WhatsApp namba 0746929855 au Instagram iconreal_estate-tz au tovuti ya www.iconrealestate.co.tz. Karibu upate viwanja vilivyoko mjini katika eneo bora lenye utulivu na mandhari inayovutia. Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na hudumu wa hoteli, useremala, washi au ujenzi.
afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.rdio.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7 kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya Radio. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania.